Maisha ya Wema Sepetu, safari ya maumivu, mahusiano, machozi na tumaini la kupata mtoto. Kuna nyakati katika maisha ambapo mtu hupitia mengi kiasi kwamba watu huanza kuona mafanikio yake bila kujua machozi yaliyojificha nyuma ya tabasamu. Hivi ndivyo ilivyokuwa kwa Wema Sepetu, mmoja wa wanawake waliowahi kutikisa tasnia ya burudani Tanzania. Wema alizaliwa Dar es Salaam na baadaye kujulikana nchi nzima baada ya kutwaa taji la Miss Tanzania mwaka 2006. Ushindi huo ulimfungulia milango mingi ya mafanikio na kumfanya kuwa mmoja wa wanawake waliovutia machoni mwa Watanzania wengi. Baada ya umaarufu wake kuongezeka, maisha yake ya mapenzi yakaanza kufuatiliwa kwa ukaribu kuliko hata kawaida. Mahusiano yake ya marehemu Stephen Kanumba yaliwahi kuwa gumzo kubwa nchini. Watu wengi waliona kama wanandoa watarajiwa kutokana na ukaribu wao na jinsi walivyokuwa wakishirikiana katika kazi za filamu. Kanumba ndiye aliyemsaidia kumwingiza katika kiwango kikubwa katika ulimwengu wa filamu na kumfanya ajulikane zaidi kama mwigizaji. Lakini kama ilivyo kwenye maisha, sio kila hadithi ya mapenzi huanzia kwenye furaha. Uhusiano huo ulipitia changamoto zake na hatimaye ukafika mwisho. Kabla hajapona kabisa majeraha ya moyo, maisha yake yakamletea mtihani mwingine mkubwa baada ya kifo cha Kanumba kilichowaumiza mashabiki wengi wa filamu nje na ndani ya Tanzania. Miaka iliendelea, Wema aliingia kwenye mahusiano mengine yalizungumzwa sana katika mitandao ya kijamii, hususan na msanii maarufu Diamond Platinum. Wawili hao walionekana kupendana kwa dhati kiasi cha mashabiki wengi kuamini kuwa ndoa ilikuwa karibu. Kila walipoonekana pamoja, mitandao ya kijamii ilizungumza kwa mijadala mingi. Watu wengi walitamani kuona wakianzisha familia yao pamoja. Hata hivyo, safari hiyo haikuzaa matunda. Kulikuwa na migogoro mingi ya hapa na pale, kuachana na kurudiana mara kadhaa kama Harmonize na Kajala. Mara kadhaa walikuwa wakitengana na kurudiana. Wema alikuwa akibeba maumivu ambayo hayakuonekana wazi mbele ya kamera. Wakati wengine walimcheka na kumhujumu, yeye aliendelea kutabasamu huku moyoni mwake akiwa na majeraha ambayo ni yeye pekee aliyeyatambua moyoni mwake. Moja ya ndoto yake kubwa ambayo Wema hakuwahi kuificha ni ndoto ya kuwa mama. Katika mahojiano mbalimbali, aliwahi kueleza jinsi alivyomwomba Mungu amjalie kupata mtoto. Alizungumza kwa hisia kubwa, huku matamanio hayo ambayo pengine alikuwa nahisi ni ndoto tu, lakini moyoni mwake kulikuwa kumebeba matumaini mazito. Kadri miaka ilivyopita, shinikizo kutoka kwa jamii iliongezeka. Mitandao mbalimbali ilizungumza. Kila alipohudhuria hafla, kila alipopiga picha mpya, watu walikuwa na swali lile lile: Wema atapata lini mtoto? Wengine walikuwa wanamwombea, lakini wengine walitumia hali hiyo kumdhihaki. Mpaka mitandao mingine walikuwa wakitengeneza content za kumsanifu, lakini Wema hakukata tamaa. Aliendelea kufanya kazi kwa bidii, aliwekeza katika biashara zake, akaendelea kuigiza, kuzalisha filamu na kujijengea kama mwanamke mwenye nguvu. Alijifunza kuwa thamani ya mwanamke haipimwi kwa kuwa na mtoto au kutokuwa naye, bali kwa moyo wake, uwezo wake na mchango wake katika jamii. Usiku mwingi alikesha akimwomba Mungu, wakati mwingine machozi yalimtoka akiwa peke yake. Alijiuliza kwa nini safari yake ilikuwa ngumu kuliko ya wengine. Aliona marafiki zake wakipata watoto, mfano akina Tunda, Paula Kajala
Queen Darin, Mheshimiwa Joketi, huku yeye akiendelea kusubiri miujiza kama ya Ibrahimu. Katika maisha ya Wema, watu wengi wanatamani kujua, Idris Sultani aliwahi kuwa na mahusiano na Wema? Jibu ni ndio. Wema Sepetu na Idris Sultani waliwahi kuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi yaliyowavuta hisia watu wengi Tanzania kati ya mwaka 2015 na 2016. Uhusiano wao ulikuwa wa wazi na mara nyingi walionekana pamoja kwenye mitandao ya kijamii na matukio mbalimbali. Wakati wa mahusiano yao, Wema aliwahi kutangaza kuwa alikuwa mjamzito, jambo lililozua gumzo kubwa. Hata hivyo, baadaye iliripotiwa kuwa alipoteza ujauzito huo, na tukio hilo lilitajwa kuwa moja ya changamoto kubwa katika mahusiano yao. Baada ya muda, wawili hao walitengana. Ripoti mbalimbali zilieleza kuwa walikuwa na migogoro na kutofautiana mara kwa mara kabla ya kuachana rasmi. Hata hivyo, baada ya kuachana, waliendelea kuonyesha kuheshimiana katika baadhi ya nyakati, hata kushirikiana katika kazi mbalimbali. Hadithi ya mahusiano ya Wema Sepetu na Whozu ilikuwa ni moja ya stori zinazovutia hisia za mashabiki wengi Tanzania. Tetesi za uhusiano wao zilianza kusikika mwaka 2022 baada ya kuonekana pamoja mara kwa mara. Mwanzoni walikanusha, lakini baadaye Wema alithibitisha kuwa alikuwa mwenye mahusiano na Whozu na kusema alimletea furaha kubwa maishani mwake. Mahusiano yao yalizungumzwa sana kwa sababu tofauti ya umri kati yao na umaarufu wao. Licha ya maneno ya watu, waliendelea kuonyesha upendo wao hadharani na kushiriki matukio mbalimbali ya pamoja. Kwa miaka mingi, Wema alikuwa akizungumza wazi kuhusu hamu yake ya kuwa mama. Mara kadhaa alikanusha uvumi wa ujauzito, huku akisema bado alikuwa akiendelea kumwomba Mungu amjaze tumaini na kupata mtoto siku moja. Changamoto alizopitia, kama ilivyo kwenye mahusiano mengi ya watu maarufu, walikumbana na migogoro, uvumi, hali ya sasa. Lakini kuna msemo unasema, Mungu akichelewa si kwamba amesahau. Baada ya miaka mingi ya majaribu na maumivu, maneno ya watu na matarajio yasiyotimia, siku moja habari njema zikaanza kusikika. Ndoto ambayo aliisubiri kwa muda mrefu ilianza kuonekana kuwa karibu kutimia. Kwa simulizi hili tunamwona Wema kama mwanamke aliyeshinda vita vikubwa vya kihisia, mwanamke ambaye hakukata tamaa hata pale watu walipoamini amechelewa, mwanamke aliyebaki na imani kwamba siku moja angeitwa mama, hasa pale alipopokea mtoto wa kiume mikononi mwake kwa mara ya kwanza. Machozi yalimtoka, hayakuwa ya huzuni tena, yalikuwa machozi ya ushindi. Alimtazama mtoto huyo kuona majibu ya maombi yake ya miaka mingi. Aliona sababu ya kutokuvunjika moyo. Aliona ushahidi kwamba subira ina thawabu. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, moyo wake ulijaa amani ya kipekee. Hakujali tena maneno ya watu, hakujali waliomcheka, hakujali waliomkatisha tamaa. Alikuwa na safari yake iliyokuwa ngumu, ili siku moja hawe na ushuhuda kwa wanawake wengine wanaopitia changamoto kama hizi. Hadithi ya Wema inatukumbusha kuwa maisha si mashindano, kila mtu ana muda wake. Wapo wanaopata, wapo wanaokosa, na wapo wakipata baadaye usubiri kwa muda mrefu. Muhimu ni kuendelea kuamini, kuendelea kupambana na kutokukata tamaa, kwa sababu ya wakati mwingine muujiza mkubwa zaidi huja pale ambapo karibu ulikuwa umeacha kusubiri. Najua umejifunza kupitia mkasa huu. Kama wewe hauna ujauzito au hauna hata mtoto, usikate tamaa. Mungu yupo pamoja nawe. Ipo siku utabeba mimba, ipo siku utanyonyesha, ipo siku utacheza na mwanao, ipo siku utampeleka shule, ipo siku mtoto wako atakuhudumia. Kama unaamini hilo, dondosha comment hapo chini uniambie wewe unatamani Mungu akufanyie nini, kama Wema alivyoomba na imani yake imemponya. Kwa jina naitwa Daudi Michael Mwaluko, niliyekuwa nikikusimulia simulizi hii.
Usikose makala mengine au simulizi kama hizi. Unachotakiwa ni kufanya jambo la kiungwana tu. Bonyeza button nyekundu iliyoandikwa neno subscribe, unasubiri notification, unabonyeza kengele. Hapo utakuwa umejiunganisha nasi, bila kusahau kucomment, kulike na kushare kwa wengine ili wapate kujifunza, maana mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Hakika hautojutia MB zako.